jibu moja katika maisha. Nguvu ya jibu moja katika jaribu ulionalo. Nguvu ya jibu moja katika changamoto ulionayo. Nguvu ya jibu moja. Sikiliza. Yesu katika majaribu yote matatu. Kumbuka tunaangalia katika Jumatano ya leo, Jumatano hii. Tunaangalia katika sehemu kuu mbili. Sura ile ya 12 na sura ya 13. Kitabu ni kile cha Tumaini la Vizazi Vyote. Sura ya 12 inaeleza habari nzima ya jaribu. Sura ya 12 inaeleza habari nzima ya ushindi. Unajua katika maisha kitu chochote kile ambacho unakipitia, natamani kuwa mshindi. Kitu chochote kile ambacho unakipitia, ushindi usipopatikana ni kumdhalilisha Mungu. Maana Bwana wetu ni wa ushindi. Narudia tena hii sentence. Jambo lolote ile ambalo unalipitia leo, changamoto yoyote ambayo unaipitia leo, katika Jumatano hii tulivu, katika maisha yako yote, leo natamani nikwambie, kuna nguvu katika jibu moja. Kuna nguvu hata ndani, hata shuleni kwa wale ambao wanasoma. Kuna nguvu katika jibu moja ukiacha kufuta. Ukiacha kufuta kuna nguvu. Sikiza, kuna mtu ananisikiliza hapa, yupo kwenye mahusiano. Binti, wakati mwingine unaambiwa umependwa, unashindwa kutetea hoja. Sema jibu moja, kama hapana hapana. Habari ya kusema kwamba nifikirie, wewe nenda ukafikirie kwanza. Kuna nguvu katika jibu moja. Mtumishi wa Mungu, uliyepo katika jaribu lolote lile, habari njema ni kwamba Yesu alipokuwa pale mlimani, jibu lake lilikuwa ni moja. Kwa nini? Moja ni nguvu ya kiroho. Moja ni nguvu ya kiroho. Inaondoa kitu kinachoitwa kusitasita. Watu leo wako njia panda kwa sababu wamekuwa na majibu mengi. Au. Na sikiliza mtumishi wa Mungu, nisikiliza hapa. Katika muktadha wa somo hili, nilipokuwa nikijifunza, hata Roho wa Mungu ambavyo amenigusa nizungumze, ni kwamba katika majibu mengi ndipo pale watu wengi wako wanaingia katika majaribu. Sikiliza, nasikizwa na mtu ambaye amekuwa akiangua katika dhambi. Katika jambo lolote ile, katika jaribu, unaanguka kabisa katika jaribu lolote lile. Hata kwenye dhambi. Na unasema kwamba ngoja nitubu, kesho tena nitaweza kukaa vizuri. Ngoja nitubu leo tu, kesho nitaenda kukaa vizuri. Mwisho utazalisha kitu kinachoitwa ulaibu. Dhambi nayo inakuwa, na ukifika katika linki ile ni kukufa kabisa. Mauti inakuwa juu yako. Mauti inakuwa juu yako. Sasa leo nakukumbusha mtumishi wa Mungu, kuna nguvu katika jibu moja. Yesu hakuwa na majibu mengi. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno la Bwana linalotoka kinywani mwa Bwana. Ndio majibu ya Mungu yalikuwa design hiyo ya Yesu. Jitupe kule chini, maana amesema ataagiza malaika wakuokoe. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Jibu lilikuwa moja tu. Hakuwa na discussion Yesu. Hakuwa na kuhojiana pale. Habari ya kuhojiana haikuwepo. Leo nikukumbushe hili. Katika maisha yako yote ambayo unayapitia, kuna nguvu katika jibu moja. Kuna nguvu katika jibu moja. Ni kweli kabisa, napitia katika mambo kadhaa. Leo ni habari njema. Dhubutu kusema jibu moja. Nakumbuka kuna mtu fulani tulikuwa tunaongea naye wiki hii tu. Anapitia, anasumbuliwa na nguvu za giza. Mapepo, majini. Hayaishi. Yeye anaomba, anajiombea. Ndio anakuwa na support ya watu wanaombeana. Lakini baada ya hapo siku 2, siku 3 yanarudi tena. Mimi nilichomwambia juzi mtu wa Mungu ni kwamba kuna wakati unapaswa kuwa na jibu moja. Hawa ambao wanakufuatilia, mwambie Yesu kabisa kwamba hili Yesu hapana. Hapana. Acha kusema kwamba labda Mungu ikiwa hivi. Hapana. Sema hapana. Baada hapo ya kusema hapana, mwambie kabisa, Bwana, mimi sio wa kuteswa hivi. Kuna nguvu katika jibu moja. Baada ya hapo siku hazikuisha, siku haikuisha. Kesho yake anasema kwamba mimi baada ya kusema hivyo hapana mimi kuendelea kuteswa. Hapana. Watu wengi leo wameshindwa kusema hapana.
Watu wengi leo tumeshindwa kusema ndio. Tumekuwa na majibu mengi. Kuna nguvu katika kusema hapana. Kuna nguvu katika kusema usinijaribu shetani. Kuna nguvu. Nikutie moyo ambayo unapitia maumivu fulani. Leo na kukukumbusha hili. Siri mojawapo katika jaribu lako unalolipitia. Hata Yesu alipokuwa pale mlimani, alidhubutu kusema usinichezee. Usidhubutu. Hizi ni sentensi ambazo zimekuwa leo zikizungumzwa na watu majasiri. Kati ya watu ambao majasiri natamani ukawe ni wewe katika Jumatano ya leo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Msaidie kumpatia nguvu ya kipekee ya kusema shetani ashindwe kwenye maisha yake. Ajalishi ni katika mazingira yapi ambapo anayapitia. Leo Bwana umetukumbusha kuna nguvu tunapodhubutu. Msaidie mtoto wako huyu, ikiwa ni dhambi, ikiwa ni jaribu, ikiwa ni vita vyovyote vile, akadhubutu kusema hapana na ushindi akaupate kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki sana.